yako mengi sana, ikiwemo pia taarifa ya Marekani kulipua vinu vitatu vya nyuklia nchini Iran. Niona Irani baada ya ile taarifa ya Trump wenyewe wakasema, sasa sijui walikuwa kanusha ama walikuwa wanajaribu kusawazisha kwamba sisi tulishavihamisha tushabisha hilo eneo, kwa hiyo katika eneo la Fordo wamepiga sehemu sifuri. Picha za satellite zilionyesha uharibifu katika njia ya kuingia kwenye eneo la Fordo, kilipo kinu cha nyuklia nchini Irani, baada ya mashambulizi ya anga ya Marekani yaliyolenga kituo hicho. Hiyo ilikuwa ni jana Jumapili. Sasa picha hizo za satellite zilizothibitishwa na shirika la habari la Associated Press zilipigwa na Planet Labs PBC, pia zimeonyesha uharibifu katika mlima ambako kituo cha Fordo kiko chini ya mlima huo. Kuziba kwa njia za kuingia kwenye kinu hicho cha nyuklia kuna maanisha kuwa Irani italazimika kuchimba ili kuweza kufikia kinu hicho. Irani imelaumu Marekani kwa kuanzisha vita hatari. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa maeneo muhimu ya nyuklia ya Irani yameharibiwa sana. Jana nimesoma makala moja ya kimataifa ikawa inaeleza kwamba huenda dunia ina picha ya Irani ya miaka ya 70. Ilikuwa nyepesi. Huenda dunia haina picha halisi ya nini Irani wanacho sasa hivi kwenye swala la vita. Inawezekana ni sahihi, sababu kitendo cha mashambulizi ya Israel kwenda Irani siku ya kwanza alafu majibizano yakaanza, maana yake wamejipanga. Yes, kwanza tunapozungumzia Iran ni moja ya taifa kubwa sana kwenye eneo la Mashariki ya Kati, na limekuwa ni taifa ambalo limekuwa likizalisha silaha zake wao wenyewe. Kuna kwamba silaha zao na urutubishaji wao wa nyuklia wamekuwa wakiwafanya na wataalamu wao wa ndani. Kwa hiyo limekuwa ni taifa ambalo kwa miaka mingi tangu walifanikisha mapinduzi ambayo tunaita mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, wamekuwa ni taifa ambao wamejijenga cha kwanza katika kuhakikisha kwamba wanaweza kujenga uwezo wao wa ndani wa nguvu za kijeshi. Na hiyo inakuonyesha katika namna ambavyo taifa kinzani la Israeli limekuwa likiwajaribu kuua wataalamu wake mbalimbali wa nyuklia na hata wanasayansi wao mbalimbali ambao wanapatikana katika nchi ya Iran. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba takriban miaka 40 Iran imejijenga katika kuhakikisha kwamba wanaweza kujenga uwezo wao wa ndani. Na hiyo inathibitishwa katika kauli ambayo alitoa Rais Putin juzi kipindi anahojiwa, akasema wazi kabisa kwamba akaulizwa kwa nini au wapi msaada wa kijeshi taifa la Iran na alipo vitani. Akasema kwamba makubaliano ya Iran na Urusi, kwamba Iran wanasema wazi kabisa kwamba wenyewe wanaweza kujitegemea wao wenyewe katika masuala mbalimbali ya kimkakati. Kwa hiyo kuonyesha kwamba Iran katika tangu walibadilisha mwelekeo wao kama taifa lao, wamekuwa ni taifa ambalo wakuweza kujenga uwezo wao mkubwa wa ndani wa kisiraha, lakini vile wamekuwa wakijenga uwezo wao mkubwa wa watu wao. Na hiyo inakuonyesha katika namna gani Israeli amekuwa akiwa sabotage, akiwa ujumu katika kuwaua wanasayansi wao mbalimbali ndani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo katika makala ambayo umeisoma ni kweli kabisa kwamba Iran ya miaka ya 79, kwa sababu tangu Iran walifanikisha mapinduzi yao waliwekewa vikwazo vikubwa vya kiuchumi, lakini vile wakatengwa na jumuiya ya kimagharibi. Kwa hiyo wamekuwa wakijitahidi katika kujenga uwezo wa ndani, kujenga uwezo wa nyuklia, kuhutubisha uwezo wa nyuklia. Kwa hiyo hiki ndio chokiona ni katika kuhakikisha kwamba mataifa magharibi yakiongozwa na Israeli wamekuwa wanarudisha nyuma juhudi za Iran kuweza kujipambania kuwa taifa kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Swali linaweza kuwa wakati Marekani jana wanafanya shambulizi lao, ni wazi kwamba wapo nyuma ya Israel, wana support kile ambacho wanakifanya Israel. Swali linaweza kubakia pale pale, nani kwa sasa duniani fikra zake zinatazama Irani kama mshirika wake kwenye hili, ambaye anaweza akaomba msaada ama akapata msaada ama anaweza akawa anasaidiwa na huyo mtu? Yes, kwanza ni kwamba unajua dunia imegawanyika kwenye pande mbili. Tazama, kuna watu ambao wanaamini katika kile ambacho kinachoitwa mtazamo wa kimagharibi,
na kuna watu ambao wanaamini katika mtazamo wa kimashariki. Sasa mataifa kwa mfano ya China, mataifa kwa mfano ya Urusi, mataifa kwa mfano ya Iran, mataifa kwa mfano Pakistan, mataifa kwa mfano ya India yamekuwa ni mataifa ambayo yakijipambanua kuhakikisha kwamba yanaweza kuondokana na udhibiti au utegemezi wa mataifa makubwa kwa mfano ya kimagharibi. Sasa inapokuja kwenye swala zima la Israeli na Iran, inakuja namna gani kuhakikisha kwamba siasa za Mashariki ya Kati zinaweza kumilikiwa na nani na nani anaweza kuwa na ushawishi. Na hoja kubwa hapa ni kwamba nani anaweza kumiliki eneo zima la Mashariki ya Kati, kwa sababu kuna eneo la Mashariki ya Kati tangu kuanzishwa taifa la Israeli mwaka 1947 na mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979 yalivyobadilisha siasa za Mashariki ya Kati, ni kwamba kila taifa linajaribu kuhakikisha kwamba lenyewe linaweza kuwa kubwa kuna eneo la Mashariki ya Kati. Iran inajipambanua kwamba lazima awe taifa kubwa kuna eneo la Mashariki ya Kati, na Israeli na Wamarekani kwa kutumia Israeli wanajipambanua kwamba lazima tuweze kupeleka adabu Mashariki ya Kati. Na hili muhimu mteni kwamba taifa la Israeli limeanzishwa Mashariki ya Kati kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanaweza kupeleka kitu kinachoitwa balance of power, yani eneo la Mashariki ya Kati kuweza kuwa na adabu ya kimataifa. Yani taifa la Israeli lianzishwa kimkakati kwa lengo kuhakikisha kwamba hakuna ustaarabu mwingine ambao wote unanyanyauka katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Irani ndio taifa kubwa. Irani taifa ambalo lilishaye kuongoza dunia. Kama unavyojua hawa ni wa Persia, ni wa Ajemi. Wana civilization kubwa zaidi, wana ustaarabu mkubwa zaidi, wana teknolojia kubwa zaidi. Ndio maana ukitazama katika hivyo vituo vyao vitatu ambavyo vimelipuliwa jana, kuna kwamba hiyo Isfahan, hiyo Fordo ni takriban kilomita 80 mabomu ya nyuklia madini ya nyuklia yapo chini ya milima katika nchi ya Iran. Kwa hiyo ni watu ambao kimsingi wamejipanga sana kimkakati, ni watu ambao kimsingi ukitazama wamekuwa wakiwa na ustaarabu mrefu katika Mashariki ya Kati. Sasa hofu ya Israeli ni kwamba pale ambapo taifa la Iran linapokuwa taifa kubwa Mashariki ya Kati, linaweza kupunguza na kuondoa ushawishi wao katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sababu moja ya kitu ambacho kinachoitwa tunasema Zionism movement, harakati za Uzayuni. Hizi ni harakati za kisiasa ambazo zilianzishwa karne ya 19. Wana mipango kuhakikisha kwamba Israeli inakuwa taifa kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Na labani yao ni kuanzia wanasema kutoka kwenye Mediterranean hadi katika bahari nyekundu na wanaita. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba imekuwa ni siasa za kuvutana, siasa za kujaribu kupenyeza itikadi, siasa za kujaribu kuhakikisha kwamba kila taifa linakuwa kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Nilikuwa natamani sana ni kufuatilia maandiko yangu mengi yanayosema, najaribu kutafuta uwepo wa China kwenye hili, wako wapi. Nilimsikiliza waziri wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Juan, ambaye ukiwasikiliza China ni kama wenyewe wanazungumza, wanahubiri amani, lakini wanahubiri amani kwa sababu wao ni washirika wa kibiashara na Iran. Yes. Ni wanunuzi wakubwa wa mafuta Irani. China na nafasi kwenye hili. China na nafasi kuna hili, na madhira ambayo anayapitia China na Taiwan ndio madhira ambayo wanayapitia kule nchi ya Iran. Unajua wa China nao wanaamini kwamba wametengenezwa Taiwan kwa lengo la Marekani kuweza kuidhibiti taifa la China, kama vile ambavyo walivyoitengeneza Israeli mwaka 48 kwa lengo la kudhibiti eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo wa China wamekuwa wakiamini kwamba lazima Iran iweze kuachiwa kuweza kuamuru na kuamua mustakabali wao wenyewe, kwa sababu tafiti nyingi zimeonyesha, mikataba mingi imeonyesha kwamba Iran amekuwa atumii madini yake uranium kwa lengo la kutengeneza silaha za nyuklia, kwa lengo la kuzalisha masuala mazima ya nishati na masuala mazima ya umeme. Kwa hiyo China amekuwa akihakikisha kwamba anaweza kupeleka zaidi dhana nzima ya diplomasia. Lakini kwa China yeye ukitazama diplomasia yake ya nje ni kwamba mtu ambaye aamini kuna kuingilia siasa za ndani za mataifa. Yeye anaamini atakufanya biashara, kuingia mikataba ya kimkakati na kuweza kufanya ushirikiano na dunia. Aamini katika masuala mazima ya vita. Kwa hiyo madhira ambayo amekuwa akiyapitia yeye na Taiwan
ndio mazingira ambao naamini Israeli imeanzishwa kwa lengo la kudhibiti eneo la mashariki ya kati. Kwa hiyo wao, mtazamo wao wa juhudi za kidiplomasia ni kuhakikisha kwamba eneo mashariki ya kati linakuwa ni eneo salama zaidi, kwa sababu ni eneo ambalo kitazama linazalisha mafuta 48.8. Kwa hiyo athari yote ya vita, athari yote ya machafuko itaenda kuathiri uchumi wa kimataifa. Na taifa la Iran ukitazama lipo katika umoja wa BRICS, nchi ambazo zinakuwa kwa kasi duniani, na Iran naye ukitazama ni washirika wake. Lakini vile China katika diplomasia ya Iran waisha kupelekea negotiation kufanikisha mazungumzo kati ya Saudia na Iran kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kufungua ubalozi kati ya hizo nchi mbili. Kwa hiyo diplomasia ya China ukitazama imekuwa diplomasia kuhakikisha kwamba kila taifa linaheshimu mipaka nchi nyingine na kila taifa linaheshimu masuala yake ya ndani ya nchi nyingine. Endelea kutuandikia maoni kupitia 0683802966. Tuandikie pia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Sijaiona Korea Kaskazini ikizungumza sana. Najua ni marafiki na Iran, lakini marafiki ambao kuna sehemu wameishia. Yani wenyewe wanaita urafiki wenye mipaka, kwa sababu wana vitu ambavyo hawashei, lakini sio maadui. Korea Kaskazini kwenye hili anategemewa kuzungumza lolote, kwa sababu ni miongoni mwa taifa ambalo neno lake linaweza likabadilisha kila kitu ambacho kinaendelea. Yes, kwanza Korea Kaskazini limekuwa ni taifa ambalo likitishia usalama wa kimataifa. Kama unavyojua kiongozi wao Kim Jong Un amekuwa akilipua sana mabomu katika pwani ya kusini wa bahari ya Asia. Kwa hiyo amekuwa ni taifa ambalo limekuwa likijaribu kupeleka matishio makubwa sana kwenye usalama wa kimataifa. Na kabla ya Trump kuamuru kuvipiga vile vituo vitatu, tulishuhudia Kim Jong Un akisema wazi kabisa kwamba kama Iran wanataka msaada waweze kuwasaidia katika masuala mazima ya kijeshi. Na Korea Kaskazini kutazama wamekuwa wakimsaidia Urusi katika vita yake ya Ukraine. Kwa hiyo wamekuwa ni taifa ambalo limekuwa likijihusisha au likijitokeza kwenye migogoro zaidi ya kimataifa. Kwa hiyo ukitazama namna jinsi karata zinavyochangwa ni kwamba kuna watu wameungana na kuna watu watofautiana. Kuna muunganiko kati ya China, Urusi, Korea Kaskazini na India na Pakistan, nao wameungana kuhakikisha kwamba wanapeleka habari kubwa zaidi duniani kukashifu na kulaani ile tukio ambalo kimsingi lilifanywa na Marekani. Kwa sababu Trump alitupa wiki mbili, lakini dunia ilikuwa inasubiri kuambia kwamba waache watu wawili waweze kugombana wao wenyewe, msiingilie. Kwa sababu ukiingilia inaweza kupelekea adhabu kubwa sana kwenye jumuiya ya kimataifa. Na baada ya Iran kupigwa vituo vyake vitatu jana, tumeshuhudia kuna mabomu makubwa sana yamepelekwa katika nchi ya Israeli pale Tel Aviv. Kwa hiyo Iran nao ukitazama wamelipa kisasi kikubwa sana, na mpaka sasa hivi ukitazama Waisraeli wengi wanaishi chini ya maandaki katika nchi ya Israeli. Haya, sisi bado tupo tukiendelea kuyazungumza. Maoni yako nayategemea kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Acha nikukumbushe kuhusiana na burudani zinazopatikana kwenye Azam TV pamoja na michezo mbalimbali. Mchezo wa Yanga na Simba kumbuka ni tarehe 25, kesho kutwa tu hapo. Leo ni tarehe 23, maana yake baada ya kesho tarehe 25 Jumatano ni mchezo wa tani wa jadi. Lakini pia jana tumeshuhudia hitimisho la raundi ya mwisho ya ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League, ambapo mechi 8 zilikuwa live na ilikuwa haina shida hiyo, kila mtu kaburudika. Lakini pia kumbuka kuna mchezo unafuata wa finali CRDB ambao utaleta burudani ya hali ya juu, utapigwa pale Zanzibar, Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Yote hiyo pia utaishuhudia kupitia Azam TV. Kumbuka pia kwa wale ambao tunafuatilia michezo kimataifa, FIFA Club World Cup inaendelea moja kwa moja. Mabingwa wa dunia wanapambana uwanjani na kila mmoja anatafuta nafasi ya kuwa mshindi wa kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu. Sasa mechi zote 63 zinapigwa live kabisa na kuruka mbashara kupitia Azam Sport 2 HD pamoja na Azam Sport 4 HD. Kwenye tamthilia pia tunaikaribisha My Heart Is Yours ambayo kupitia Azam 2 ilianza kuonekana tarehe 8 Juni. Lakini pia kwenye chaneli ya sinema zetu usikose tamthilia mpya ya Vacation. Hii ni kila Ijumaa hadi Jumapili saa 1 usiku. Burudani yote hii unaipata kupitia kisimbuzi chako kwa kulipia mapema kabisa kifurushi cha shilingi 28,000 peke yake. Burudani hii pia unaweza kuipata kiganjani mwako popote pale ulipo kwa kupitia Azam TV Max app. Pakua app ya Azam TV Max kwa kuingia Play Store,
kwa wateja wanaotumia Android, lakini pia App Store kwa wale wateja ambao wanatumia iOS. Huu ni mwezi wa matukio makubwa na ni hapa Azam TV, kiwashe burudani kwa wote. Sisi tunarejea hapa kuendelea kuzungumza haya ambayo yanajiri kimataifa, na wewe maoni yako pia nitakuja kuyaona kupitia mitandao yetu ya kijamii, kiwemo pia YouTube, Instagram, Facebook pamoja na X. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. We got the DJ Dare. DJ. Mimi ni professional. DJ Dare. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of good music. 97.7 East Africa Radio. Tanga. Together tunawakilisha. Salamu ziwafikie mashabiki wa soka popote mlipo. Ile dabi kubwa Afrika Mashariki na Kati inapigwa tarehe 25 mwezi huu. Tumetambiana sana kwenye vijiwe na kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ni muda wa kuonesha uhalisia wa tambo na majigambo tukiwa uwanjani. Hii ni dabi ya kihistoria. Ndugu mtazamaji, uzeni kwako unacho cha kusimulia kwa pazia la ligi kuu ya NBC kufungwa na miamba ya soka kutoka Kariakoo, Yanga na Simba, na kombe likiwa uwanjani. Hata ukiguna haipunguzi wala kuongeza maumivu au utamu wa Juni 25 baada ya dakika 90. Usikae na matokeo yako moyoni, utakutana na usichokitarajia, itakuongezea pressure. Hii ni dabi isiyotabirika mjomba. Kula mapema usije ukalala njaa. Uhondo wote utaupata kupitia Azam Sports 1 HD. Lipia kifurushi chako cha shilingi 28,000 ufaidi utamu wa dabi ya Kariakoo. Azam TV, burudani kwa wote. Dakika 60 za mashabiki kutamba. Hii bakola nilikuwa na shida na vilopolopo wanaojifanya wanaijua sana Simba kama wamezaliwa nayo. Umeliona pira Arsenal Wenger aka Gamonti pira Argentina, umeliona kaka? Tambo na vibweka, hapa ndipo mahala pake. Kinetio pumbavu mimi na watu wa chapu kweli. Nikikujua wewe ndio ulikulofisha yako. Mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza. Wakati wa vitisho sasa hivi umepita. Messi tishiki kwa ina yoyote. Mimi napiga kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari. Bila kusahau chambuzi makini kutoka kwa kizazi juaji michezoni. Hasa kuna huyo mchezaji anakuja striker refu kuliko goli. Yaani ikipigwa mabingwa goli afana nguvu baya mno. Unapoizungumzia Yanga ni moja ya timu kubwa duniani. Baada ya Messi anaingia Aziz Ki. Tambo, vibweka, lawama na uchambuzi makini, yote utayapata ndani ya Kipenga Extra. Ni kila Jumatatu hadi Jumamosi 6 kamili mpaka 7 kamili mchana. Kipenga Extra. Sisi ndo yenye timu. We got the DJs. The king is in the mix. It's the perfect timing. DJ 45. DJ 45 King in the mix. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of good music. Go, 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 go. Yeah, this is how I roll. Spend money, wow. Yeah, let me see you all alone. Yeah, and you know we popping bottles. East Africa Radio, all hits. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. Mimi ni Mustafa kutoka Singida, natufuatilia pia. Asante kwa ujumbe wako, lakini pia huyu anasema anaitwa Mwananchi mwenye kupenda uhuru na amani. Anatupata vizuri sana akiwa anaangalia, anasema wananchi tunaangalia chama chenye uchungu na wananchi na mali kwa ujumla. Chadema ni chama pekee kwa kusimamia ukweli, wasitishwe na kushiriki uchaguzi. Wangeondoka anasema wanaoondoka watarudi, kaandika watarudi uchaguzi ukiisha. Asante kwa maoni yako ndugu yangu. Lakini pia naitwa Junior, nipo Bukoba, tuko wote mpaka tamati. Asante kwa maoni yako pia.
Habari studio, naitwa Hamidu Mpeta wa Buza, naipata East Africa Radio kwa uzuri sana jamani. Asante pia kutoka Buza huko. Asante kwa wale wote. Ima kutoka Bukoba pia na kufuatilia, na anasema natufuatilia. Fundi vingamuzi pia Haji Maramba, Muhamedi wa Maramba Tanga. Asante pia. Tupo pamoja, ni mimi Queen wa Gongo la Mboto na wengine wote ambao mnatuandikia ujumbe unatufikia. Wewe umecheka, umesikia Queen wa Gongo la Mboto. Queen wa Gongo la Mboto amekufurahisha. Chungu bwana, yani nimependa Queen wa Gongo la Mboto. Sikuwa unaumwa juzi tu. Mambo umeanza lini tena? Queen wa Buza. Queen wa Buza. Sawa bwana, tumalizie na hili. Tutarajie sasa kwa sababu Marekani yenyewe anaamini, na nikuuliza mwanzo kwamba Marekani anaamini suluhisho laini kumpiga Irani ndio atamaliza. Inaweza ikawa ndo dawa au ndo kachokoza, kwa sababu Irani anasema kumbe kaamua, lakini Marekani anasema nimefanya hivi ili kuonyesha kwamba kunahitajika makubaliano ya kuacha ya mambo. Yes, kwanza ni kwamba kwenye eneo la Mashariki ya Kati hairuhusiwi taifa lote lingine kubwa kuinuka ambalo lina nguvu sawa au inakaribiana na nguvu na taifa la Israeli. Hiyo ni principle tangu taifa limeanzishwa mwaka 1940. Iweke sawa kwamba hairuhusiwi taifa lote kubwa kuinuka Mashariki ya Kati kuliko taifa la Israeli. Kwa hiyo yote atakainuka ataungwa mkono, Israeli ataungwa mkono na wengine ili wahakikishe kwamba huyo hainuki. Yes, ndio maana ukiangalia Mashariki ya Kati taifa lote ambalo likiwa linainuka ambalo linaenda kinyume na maslahi makubwa ya Magharibi na Marekani kwa kuenda kinyume na Israeli, taifa hilo litapigwa na litauliwa. Na kimsingi ni kwamba imekuwa ikifanyika hivyo kwa muda mrefu sana, kuanzia Afghanistan, Iraq. Na hili muhimu ni kwamba kuna hoja ambayo inasema kwamba kupeleka demokrasia katika eneo la Mashariki ya Kati. Hoja nchi za Mashariki ya Kati ni nchi ambazo zimekuwa zikiamini katika utamaduni wao wa Kiarabu. Sawa, kwa muda mrefu ndio jinsi ambazo zilivyotengenezwa. Sasa kuna dhana ya kupeleka demokrasia ya kimagharibi ndani ya nchi ya Kiarabu, kwa maana kwamba wanasema ni kuhamasisha demokrasia. Sasa kwa miaka mingi ukitazama demokrasia katika nchi za Kiarabu hasijawahi kufua dafu. Nchi za Kiarabu kuanzia Saudia, kuanzia Iran, hizi ni nchi za kifalme. Sawa, nchi ambazo zimekuwa zikiendeshwa kwa mijadili ya kifalme na kwa mijadili ya dini. Kwa hiyo nchi za Magharibi zinataka kuchukua demokrasia ya kimagharibi kuja kuipeleka katika eneo la Mashariki ya Kati. Na kimsingi ni kwamba tangu wameanza kufanya hivyo, demokrasia katika nchi ya Kiarabu haijawahi kufua dafu. Haijawahi kufua dafu Iraki, haijawahi kufua dafu Afghanistan, haijawahi kufua dafu Libya, haijawahi kufua dafu maeneo mbalimbali nchi za Kiarabu. Kwa hiyo wanavotaka kuhamasisha demokrasia nchi za Magharibi ni kwamba wanakosea sana, kwa sababu hizo nchi zina historia yake, zina tamaduni wake, kimsingi hizo nchi ambazo zimejengwa katika minajili ya nchi za Kiislamu. Na kwa mfano nchi ya Iran kuna mtu ambaye aitwa huyo Ayatollah ndo kiongozi mkuu wa nchi, ambaye katika Ayatollah katika nchi ya Iran anakuwa na cheo cha kidini. Lakini vile kuna rais wa nchi ambaye anakuwa anashughulika na shughuli za kila siku za mambo fulani ya serikali. Lakini Ayatollah ndo anakuwa anaongoza jeshi, mifumo ya usalama na mifumo ya ujasusi. Kwa hiyo kinachofanyika Mashariki ya Kati ni muendelezo kutazama wa tangu mwaka 1977 mwaka 1948. Taifa lote la Kiarabu likiinuka litapigwa. Lakini hoja kubwa ni Irani wenyewe watakiwa waweze kujizatiti dhidi ya mifumo yao ya ulinzi na kuweza kuwalinda wanasayansi wao, kwa sababu kwa kweli miaka 30 wanasayansi wao wamekuwa wakiuliwa, wamekuwa wakifariki sana, na kumekuwa na maswali mengi dhidi ya ujasusi wa Iran dhidi ya taifa la Israeli. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba imekuwa ni pigo kubwa kila miaka inapokuja, namna ambavyo Iran imekuwa ikidhibitiwa na taifa la Magharibi kwa kutumia taifa la Israeli. Tulizungumza mwanzo kuhusu kwanza kupanda kwa bei ya baadhi ya bidhaa mafuta. Hii inaweza ikaathiri dunia nzima sasa.
inaweza ikaathiri dunia nzima na inaweza ikaathiri mpaka sisi nchi zetu za Kiafrika, kwa sababu taifa la Iran ni taifa mkakati sana kuna uchumi wa kimataifa. Eneo Mashariki ya Kati ni eneo mkakati sana kuna uchumi wa kimataifa. Na jana ukitazama bunge la Iran limepiga kura ya turufu kuweza kufunga mfereji wao wa Hormuz. Mfereji wa Hormuz kama nilivyosema umekuwa ukipitisha 20% ya mafuta ambayo yanapatikana katika eneo Mashariki ya Kati. Eneo Mashariki ya Kati linazalisha mafuta kwa 48%, 20% linapita katika mfereji wa Hormuz. Na mfereji wa Hormuz upo katika nchi ya Iran. Kwa hiyo Iran anapofunga ule mfereji baki ni kwamba meli zote za kimataifa zinatakiwa kwenda kutafuta mahali pengine kwenda kupitisha hayo mafuta. Kwa kimsingi ni kwamba athari ambayo kimsingi zitakuwa ni kubwa, mafuta yatapanda, lakini vile uchumi wa kimataifa utaharibika. Na kama unavyojua dunia imekuwa ikipitia katika mdororo wa kiuchumi, vitu kupanda, lakini vile ukosefu wa usalama wa kimataifa. Kwa hiyo athari za vita Mashariki ya Kati zimekuwa ni kubwa, japokuwa zinapigana Mashariki ya Kati, lakini athari zake zimekuwa katika dunia nzima. Mwisho kabisa, wakati haya yanaendelea, mikutano ambayo inafanyika, nimeona kuna mkutano wa nchi za Kiislamu ulifanyika Istanbul nadhani, yes, mwishoni mwa wiki. Mikutano kama hii na nafasi ya kwenda kubadilisha hichi ambacho kinaendelea. Hali kama hii itabadilika pale ambapo msimamo wa Marekani pindi utakapobadilika. Pindi ambapo msimamo wa Marekani utabadilika, wanapotazama Israeli na Mashariki ya Kati, vita Mashariki ya Kati zitakoma na zitaisha. Lakini kama Marekani hajabadilisha msimamo wake kuhusu Mashariki ya Kati, kama Marekani ataendelea kuiangalia Israeli kama nchi yake ya kimbinu, nchi yake ya kimkakati, basi vita hizi zitaendelea kupigana kila miaka, kwa sababu Wamarekani wenyewe ndani ya Marekani wamekuwa wakitazama Israeli kama taifa lao mkakati, kuweza kuangalia basi mapana ya kiuchumi na ya kijiografia. Na hapa Mtei, ndugu yangu, hapa sio masuala ya dini, ni masuala ya kimkakati. Masuala ya kiuchumi. Ukimsikiza Trump azungumzi issue za dini, ukiwasikiliza ukimsikiza Anthony Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, azungumzi issue za dini, azungumza masuala ya mkakati. Kwa hiyo lazima vile nchi za Kiafrika, na nimeona kwa mfano maoni mengi, watu wajifunze haya masuala na wajifunze kuifahamu dunia. Mambo ambayo yanatokea Mashariki ya Kati sio masuala ya dini, ni masuala ya kumiliki, utawala na kudhibiti maeneo ya kimkakati. Kwa watu wasichanganye. Yeah. Sawa bana, sisi tutaendelea kuwepo hapa na kusikiliza na kuandika na kupokea maoni yako pia ambayo umetuandikia kupitia 0683802966. Tukirejea pia itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya habari news update, lakini pia baada ya hapo tutakuja kupata kibiashara zaidi. Asante kwa Erika